Karibu kwa makala yetu ya leo Nyanjani. Hii leo hatuja kupeleka mashinani, tuko hapa studioni ili tuweze kuzungumza na mwanafunzi ama mmoja wa wanafunzi bora hapa nchini katika mtihani wa KCSE uliofanyika mwaka jana. Karibuni. Tuko na mwalimu, tuko na mwanafunzi. Tukianza na wewe, labda unaweza kutuambia jina lako kamili na umepata alama ngapi? Kwa majina naitwa Mohamed Abdullahi na nimepata alama A ya 84. Na unahisi vipi hivi sasa? Nimefurahi sana tena. Ulitarajia? Nilikuwa nimesoma na nimeomba Mungu, lakini nimefurahia sana na nilikuwa natarajia, lakini sikuwa natarajia kuwa miongoni wa wale waliopita sana nchini. Naam. Ni shule ya upili ya Wami hapa jijini Nairobi na tuko naye mwalimu pia kutoka shule hiyo. Kwanza kabisa jitambulishe, kisha utuambie matokeo ya shule hiyo yamekuwaje. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu David Ngutuku na ni mmoja wapo walimu katika shule ya Wami, na mwaka huu tumepata matokeo bora zaidi na wanafunzi, walimu na bodi mzima wamefurahia matokeo haya, kwa vile tumepata wanafunzi wawili ambao ni wanafunzi bora zaidi katika nchi, ambao walipata alama 84 ambayo ni juu zaidi. Kwa hivyo tumefurahi sana. Na tueleze labda A zilikuwa ngapi, A- zilikuwa ngapi? A zilikuwa 11, A- zilikuwa 54, B+ 25 na B 12. Wanafunzi wote walikuwa 103 na tulikuwa na alama wastani ama mini grade ya 10.98. Hiyo ni A- kwa jumla. Mohamed, labda unaweza kutueleza ulijiandaa vipi hadi kufikia wakati wa mtihani? Kwanza tulikuwa tulikuwa tunasoma, na mara nyingi tunafuatilia walimu kama uelewi, na si ati unasoma zote kwa usawa. Shida pahali ambapo una shida ama masomo ambayo una shida sana, ndio unaweka bidii sana hapo. Yale ambayo unapita unasoma, lakini si kwa bidii kama pahali ambapo unaanguka. Alafu tulikuwa tunafanya kazi kama makundi. Hapo ndio tulikuwa tunaweza kusaidiana, wale ambao wako chini wanapandishwa juu, na sisi pia tunakuja kupata kuelewa zaidi kwa masomo. Kuna wakati mwingine ambapo wanafunzi wanapofanya mtihani wa mwigo ama mocks ukipenda, huwa wanapoteza matumaini. Wewe matokeo yako wakati wa mocks yalikuwaje? Mocks watu wengi huwa wanachukulia kama wanaanza kustuka, wanaogopa, na tulikuwa pia sisi hali ni hivyo, lakini kwa majaliwa ya Mungu nilipita, na pamoja na wenzangu tulikuwa tumepita wengi. So haikuwa mbaya vile. Mwalimu David, Yes, katika mtihani wa mwigo ilitoa ishara kuwa mtapata alama nzuri jinsi ambavyo mmepata? Bila shaka sisi huanza udurusu muhula wa kwanza. Silibasi sisi humaliza mwaka wa 3, kidato cha 3. Kwa hivyo tukianza mwaka wa 4 tunaanza udurusu. Tunafanya migo mingi sana. Tunaiga migo mingi sana ya kaunti karibu zote. Kwa hivyo tukifikia katika mwigo ule wa mwisho, tunatarajia wanafunzi wafanye vizuri. Na mwigo ambao wote walifanya vizuri, yanaashiria tu yale ambayo tulikuwa tunatarajia. Na ni mara ya kwanza kwa shule ya Wami hapa jijini Nairobi kupata matokeo ya aina hii? Huwa tunapata matokeo mazuri zaidi kwa miaka ambayo imepita, lakini kwa mwaka huu vile nilisema tumepata wanafunzi wawili bora zaidi. Kwa hivyo matokeo mwaka huu yanafurahisha zaidi. Mohamed, labda sasa mwelekeo wako ni gani? Ningependa kuenda kusoma udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi, iwapo Mungu atanipa fursa. So nilikuwa nataka kuwa daktari. Kwa nini? Kusaidia watu, na pia udaktari ni taaluma ambayo imenipendeza kutoka utotoni. Kwa hivyo sasa nilikuwa nataka kuwa daktari. Naam. Tukimalizia mwalimu, labda unaweza kutoa wosia gani kwa walimu wenzako ambao huenda hivi sasa wanahisi kwamba wangependa sana kuwa katika ile nafasi ambayo mko nayo baada ya kupata matokeo mema? Nashukuru. Kwanza kabisa ningependa kuwanasihi walimu wenzangu kwamba ikiwa mnataka kuwa na matokeo bora zaidi, ni lazima tuwe na uhusiano bora
uhusiano mzuri kati ya walimu, wanafunzi na usimamizi wa shule, haswa bodi ya shule, ili tuwe na mawasiliano kati yenu. Pili, lazima mjaribu sana mumalize silabasi ambayo imewekwa na mtaala wa 8 mapema, ili muanze udurusu mwaka ambao ni wa mwisho. Hapo mtaweza kuandaa wanafunzi vilivyo na wataweza kufanya vizuri. Kisha nidhamu ni muhimu zaidi. Lazima tuwe na nidhamu bora katika shule. Bila shaka wakifuata yale machache nimesema, ni mengi lakini kwa vile juu ya muda tutaongea tu juu ya machache. Wakifuata hayo basi bila shaka watakuwa na wanafunzi wengi bora zaidi. Na kwa wale wanafunzi ambao tuseme wanahisi kuwa hawajafanya vizuri sana, unaweza kuwapatia mawaidha gani? Wasikufe moyo. Si wanafunzi wote ambao wanaweza pata alama ya juu zaidi. Pia wao wana nafasi katika jamii. Kwa hivyo wasikufe moyo, waendelee, watapata nafasi fulani ambao watafunguliwa mlango. Mohamed, na wewe kwa wanafunzi wenzako naweza kusema ama wale ambao wanatarajia kufanya mtihani mwaka huu? Watu wale wanaotarajia pia nao watie bidii. Sana sana tunaambia watie bidii. Watu wanaona mimi nimetia bidii na bado sijapita. Kutia bidii, alafu pia uweke ujikaze na uweke utarajie mazuri kutoka Mungu, alafu utapita tu. Na labda kwa wale ambao huenda wakauliza, ulikuwa unasoma peke yake kila wakati kuanzia asubuhi hadi jioni, ama ulikuwa unashiriki pia mambo mengine katika mafunzo yako ya shuleni? Kuna wakati ya kufanya kila kitu. Ukisema utaanza kusoma leo yote, itafika wakati huwezi soma tena, utachoka na masomo. So tulikuwa tunasoma wakati inayofaa, tunafanya group discussions, na ikifika wakati ya kucheza tunaenda kucheza. Kila kitu iko na wakati yake. Naam, asante sana. Mohamed Abdullahi ambaye ni mmoja wa wanafunzi bora hapa nchini akiwa na alama ya A ya 84. Pia mwalimu David Gituku nimepata hapo. Sawa sawa, asanteni sana kwa kufika katika studio zetu, na heko kwako na uendelee vivyo hivyo. Basi tukisalia na masuala hayo ya matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka wa 2015, baadhi ya shule nchini zilijaa nyimbo za furaha baada ya kusajili matokeo mema katika mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka jana. Shule ya upili ya wavulana ya Kagumo katika kaunti ya Nyeri na Wami hapa jijini Nairobi ni miongoni mwa zile zilizoandikisha matokeo bora, na wanafunzi wengine tayari wameanza kujipanga kwa maisha baada ya kupata matokeo hayo. Mark Namaswa na taarifa hiyo. Hali ilivyokuwa kwenye shule ya upili ya Wami jijini Nairobi baada ya kupokelewa ujumbe wa matokeo bora kwenye mtihani wa mwaka 2015. Mwanafunzi bora Mohamed Abdullahi akijizolea alama zote 84. You work hard, you persevere, you listen to your teachers, you cooperate as a group, and then you pray for the best, then you apply yourself. Did you hope to score this? I hope to pass, but this is beyond my expectation. Eneo la Nyeri, shule tajika ya Kagumo enzi hizo ikatamba tena kwa kurekodi watahiniwa 50 wakijizolea alama ya A, 104 A ondoa, wa mwisho mmoja akipata alama ya cha. Mmojawapo wanafunzi wa zamani wa Kigumo ni Eugene Kenga aliyejizolea A ondoa ya alama 78 na tayari ameanza kujipanga kwa siku za halafu. Yeah, it's any success story behind it, it's God and all your hard work. The way you wake up every day, unamka unaenda kusoma, even though you don't know what you'll get, you just keep trusting God. Unasema, yeah, this is what I've done, this is what I do, and just give me the gifts of the work of my hands. Nyumbani kwa Quilin Saya Nairobi wa shule ya Kabarak Nakuru, hali ilikuwa ya kusherehekea. I got an A of 83 points. Yeah. Taifa zima liko kwenye msimu wa matokeo ya mtihani, wengine wakifurahi na wengine wakisikitikia kufutiliwa mbali kwa matokeo kwa tuhuma za dosari kama wizi. Matokeo bado yanazidi kupokelewa. Mark Namaswa, KTN News.
Ni sherehe za wanafunzi waliopata matokeo mema katika shule mbalimbali hapa nchini. Tumewaletea taarifa kutoka kaunti ya Nyeri, kutoka kaunti ya Nakuru na pia kaunti ya Nairobi, na tukiendelea na taarifa zetu tutakuwa tunakuletea sherehe hizo kutoka kaunti mbalimbali. Kwa sasa napumzika tena kidogo, tarejea katika muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi. Usiende mbali.